na kutoka hapa kanisa la KKKT Usharika wa Agape hapa Kahama, na walio mahali kwa mahali Bwana kutoka mikoa yote ya Tanzania. Sema nasi kwa lugha ambayo ni nyepesi, tufundishe kwa viwango vya kwako Bwana. Tusaidie kuvuka mahali tumekwama katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu. Na tunakwenda kinyume na kila hila za giza na kila maroho ya mapepo mabaya katika ulimwengu wa roho. Tunairuhusu damu yako na nguvu yako ya thamani itupiganie kinyume cha mabaya yote, kwa nguvu ya neno lako Bwana, na kwa nguvu ya hii madhabahu, na kwa nguvu ya msalaba wako Yesu. Ututoe mahali tumekwama, tusaidie kwa viwango vya kwako Mungu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Na useme na kanisa lako wazi wazi kutoka mahali kwa mahali. Ujitukuze mwenyewe Bwana, ufanye kwa viwango vya kwako, na waponye walikuwa tayari kuponywa. Mponye huyo mama, mponye huyo kijana, mponye huyo mtoto, ili aendelee kuweka tumaini kwako, na ajue kwamba uko Mungu mwamuzi na mfanya sheria wake. Unaweza kumwokoa katikati ya utesi, katikati ya hiyo kesi ya mzinga, katikati ya hayo changamoto ya kifedha, katikati ya changamoto ya kiuchumi. Mkono wako wenye nguvu Bwana umtetee na kumpigania. Na sasa mfalme, useme na kanisa lako wazi wazi, ukinitumia mtoto wako na mtumishi wako, katika jina la Yesu Kristo Mwokozi na Mungu mkuu. Na kila mwenye pumzi aseme amen. Sema na moyo wa sema Baba, haleluya, haleluya, sema Baba, sema na moyo, sema Baba, Bwana, sema Baba, sema na moyo wangu. Haleluya, haleluya. Naomba uketi kwenye uwepo wa Bwana. Mungu awabariki ndugu zetu wa Praise Team, kazi yenu ni njema, na Mungu awape haja ya mioyo yenu katika Kristo Yesu wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai. Hebu mshangilie na umpigie Yesu makofi mengi mengi ya shangwe mbele za Bwana. Piga tena mapepe asikie. Hii ni wiki ya mashangilio, hii ni wiki ya kuvuka, hii ni wiki ya kutendewa. Piga makofi. Unanifuatilia kwenye TV online kutoka hapa kanisa la KKKT hapa Agape Kahama mjini. Bwana anatendea huko, akutendee na wewe, akuhudumie na wewe, ukiwa Dar es Salaam, ukiwa Tanzania, ukiwa Uchina, ukiwa hapa Kahama. Bwana ayajibu maombi yako yote, na awe mwamuzi sasa katika jina la Yesu Kristo Mwokozi. Na kila mwenye pumzi aseme amen. Haleluya, haleluya. Ukiwa umeketi, fungua kile kitabu cha Wafalme wa Pili, ile sura ya 4, ule mstari wa kwanza hadi ule wa 7. Kitabu cha Wafalme wa Pili, ile sura ya 4, ule mstari wa kwanza hadi ule wa 7. Nami naomba nikutangulie kusoma katika jina la Yesu Kristo. Biblia inasema, basi mwanamke mmoja miongoni mwa wake za wana manabii alimlilia Elisha akasema, mtumishi wako mume wangu amekufa, nawe najua ya kuwa mume wangu alikuwa mcha Bwana, naye aliyemwia amekuja ili ajitwalie wana wangu wawili kwa watumwa. Elisha akamwambia, nikufanyie nini? Niambie, una kitu gani nyumbani? Akasema, mimi mjakazi wako sina kitu nyumbani ila chupa ya mafuta. Akasema, nenda ukatake vyombo huko nje kwa jirani zako wote, wala usitake vichache. Kisha uingie ndani, ujifungie mlango, wewe na wanao, ukaviminie vile vyombo, navyo vilivyojaa ukavitenge, navyo vilivyojaa ukavitenge. Basi akamwacha akajifungia mlango, yeye na wanaye. Hawa akamletea vile vyombo, na yeye akamimina.
Ikawa vilipokwisha kujaa vile vyombo, akamwambia mwanawe, niletee tena chombo. Akamwambia, hakuna tena chombo, mafuta yakakoma. Ndipo akaja akamwambia yule mtu wa Mungu, naye akasema, nenda ukayauze mafuta haya uilipe deni yako, naye aliyosalia uyatumie wewe na wanao, naye aliyosalia uyatumie wewe na watoto wako. Haleluya. Kile kitabu cha Isaya, ile sura ya 33 ambayo tumetembea nayo kuanzia siku ya kwanza, ambayo imebeba somo hili, kitabu cha Isaya ile sura ya 33 ule mstari wa kwanza, ule mstari wa 22. Kitabu cha Isaya 33 ule mstari wa 22, Biblia inasema, kwa maana Bwana ndiye mwamuzi wetu, Bwana ndiye mfanya sheria wetu, Bwana ndiye mfalme wetu, ndiye atakaye tuokoa. Kwa maana Bwana ndiye mwamuzi wetu, Bwana ndiye mfalme wetu, Bwana ndiye, kwa maana Bwana ndiye mwamuzi wetu, Bwana ndiye mfanya sheria wetu, Bwana ndiye mfalme wetu, ndiye atakaye tuokoa. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Nikukaribisha ambao nifuatia kutoka kwenye TV online ya hapa KKKT Agape, usharika huu ambao unapatikana hapa Kahama mjini, wa kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania, kutoka kwenye mikoa yote ambayo unanisikia Tanzania na China na Marekani na South Africa, na ndugu zangu ambao wako Durban na kule Pretoria ambao wamekuwa kutufuatia kutoka mahali kwa mahali. Niwakaribishe tena katika siku hii ya 4 ambayo Mungu ametupa, na tuna kichwa ambacho kinasema, mfanye Mungu kwa maamuzi wako kimaisha, ili akutoe ulipokwama na kuketisha kwenye kiti chake cha kifalme. Mfanye Mungu kwa maamuzi wako kimaisha, ili akutoe ulipokwama na kuketisha kwenye kiti chake cha kifalme. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Na leo ikiwa ni siku yetu ya 4 au mfululizo wetu wa 4 kwenye madhabahu ya Mungu aliye hai. Jina la Bwana libarikiwe. Na lengo la somo hili ni kuimarisha imani yako kwa Mungu aliye mwamuzi wa hatima yako kimaisha. Lengo la somo hili ni kuimarisha imani yako na Mungu aliye mwamuzi wa hatima yako kimaisha. Wewe uliyekata tamaa kutokana na changamoto unazopitia na kuona Mungu ameshindwa kwa mwamuzi mwenye nguvu za kipekee ili kukupatia haki yako kwa haraka. Lengo la somo hili ni kuimarisha imani yako na Mungu aliye mwamuzi wa hatima yako kimaisha. Kwako wewe uliyekata tamaa kutokana na changamoto unazopitia na kuona Mungu ameshindwa kwa mwamuzi mwenye nguvu za kipekee ili kukupatia haki yako kwa haraka. Jina la Bwana libarikiwe. Na siku ya kwanza tuliweka msingi, na siku ya pili wala kumpeleka Mungu mwamuzi wa afya yako, ili unapoketi wewe na afya yako iwe salama, na Mungu apate kuketisha ukiwa na afya bora, ukiwa na maisha mazuri, ukiwa na heshima kwa Mungu aliye hai. Na jana tukawa tuna sadaka kutoka kwenye magonjwa na vifungo vya ukoo ambavyo vimetesa watu wengi, ile misiba ya kufanana na magonjwa ya kurithi na magonjwa ya kufanana, na tukawa tuna sadaka ya kutoka hapo ili Mungu atengeneze agano bora na tuketishe kwenye kiti chake cha kifalme tukiwa na afya, tukiwa tumefanikiwa na tukiwa tumeshinda kama Kristo alivyoshinda. Haleluya. Na leo natamani tusogee tena, tumpeleke Mungu mwamuzi aende moja kwa moja kwenye uchumi wa kwako. Maisha ambayo tunapitia watumishi wengi na wapendwa wengi, utaona kwamba yamekwama kwenye swala la kiuchumi. Na huyu mama ambaye tumesoma hapa, ambaye mume wake alikuwa ni mtumishi wa Mungu kama mimi na wewe tulivyo watumishi wa Mungu, lakini huyu baba aliyekuwa mtumishi wa Mungu alipokuwa amebanwa kwenye masuala ya kiuchumi, akaenda kukopa mahali, na alivyoenda kukopa, wakati anafanya mchakato wa kurejesha ile fedha, huyu baba ambaye ni mtumishi wa Bwana ukapita ugonjwa, akaumwa, akafa. Na waliokuwa wanadai pesa yake
wanakuja kwenye baada ya msiba wa huyu mtumishi wa Mungu, wanakuja kudai fedha kwa mama ambaye ni mjane. Na mama anawaambia sina kitu, wanataka wachukue watoto wake waende kwa watumwa. Na yule mama alipokumbuka kama mtumishi wake, mume wake alikuwa ni mtumishi wa Mungu, akaenda anamfuata Elia, anamwambia mume wangu amekufa, na wewe unajua kabisa alikuwa ni mtumishi wa Mungu na mlitumika pamoja, lakini ameacha madeni. Kwa nini? Alikuwa amebanwa kwenye swala la kiuchumi, na alipokwenda kukopa, kabla hajarudisha ile fedha, Biblia inasema huyu baba alikuwa mtumishi wa Mungu akaitwa mbinguni. Na unafahamu misiba mingi haina siri, na nilikwambia siku ile ya kwanza tulipita kwenye kipengele kama hiki kwamba unapoona labda ni mchungaji amekuja kwenye usharika halafu pakatokea msiba, utaona wanaaga msiba, wanamaliza kufunga jeneza, halafu mchungaji anasema twende tukamlaze ndugu yetu, kama wanazika hapa mjini au kama wanasafirisha. Halafu utasikia mwenyekiti wa ukoo anasema mwenye neno na marehemu. Ujue kuna mahali marehemu anadai mtu, au kuna mahali marehemu anadaiwa. Na wale wanaomdai marehemu wanasema marehemu mekufa, lakini pesa yetu haifi. Lakini wanaodaiwa na marehemu wanasema Mungu amejibu maombi yetu. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa nini? Marehemu hawezi kuzungumza, marehemu hawezi kusema. Kwa hiyo wanaomdai watakuja kudai, lakini wanaodaiwa na marehemu wanasema Mungu amejibu maombi yetu. Nami niko hapa kuambia, kama ulionadaiwa na marehemu alikufa na deni ya kwako, peleka hiyo hela haraka. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Na pointi yetu ya kwanza ambayo inasema, wao ambao andika namna hii, neema ya Mungu inayomfanya kuwa mwamuzi wa uchumi wako. Neema ya Mungu inayomfanya Mungu kuwa mwamuzi wako kuwa mwamuzi kwenye uchumi wako imefunuliwa ili Mungu mwamuzi na mfanya sheria aitumie neema yake kukuletea utajiri. Neema ya Mungu inayomfanya kuwa mwamuzi wa uchumi wako imefunuliwa ili Mungu mwamuzi na mfanya sheria aitumie neema yake, au aitumie neema hiyo kukuletea utajiri au kukufarikisha. Jina la Bwana libarikiwe. Kile kitabu cha Tito ile sura ya 2 na ule mstari wa 11 hadi ule wa 13, kitabu cha Tito ile sura ya pili ule mstari wa 11 hadi wa 13, kitabu cha Tito ile sura ya 2 mstari wa 11 hadi wa 13, Biblia inasema maana neema ya Mungu iokoayo wanadamu wote imefunuliwa, na yatufundisha kukataa ubaya na tamaa za kidunia, tupate kuishi kwa kiasi na haki na utauwa katika ulimwengu huu wa sasa, tukilitizamia tumaini lenye baraka na mafunuo ya utukufu wa Kristo Yesu, Mwokozi, Mungu mkuu na Mwokozi wetu. Nini? Neema ya Mungu inaweza ikawepo, inayotajirisha, inayobariki watu, imefunuliwa. Kwa hiyo tembea kwenye hiyo neema, kwa sababu Mungu ambacho anatamani akubariki unapoingia, akubariki unapotoka, ili ujue kwamba Mungu yuko pamoja na wewe, ametembea pamoja na wewe. Ndio maana kwenye kile kitabu cha waraka wa 3 wa Yohana, Mungu anamwambia mzee Gayo, mpenzi naomba ufanikiwe. Waraka wa 3 wa Yohana sura ya 1 na ule mstari wa 2, anamwambia mpenzi naomba ufanikiwe katika mambo yako yote, na kuwa na afya yako kama vile roho yako ifanikiwavyo. Kama vile roho yako ifanikiwavyo. Kwa nini? Mapenzi ya Mungu anatamani ufanikiwe kiroho, anatamani ufanikiwe kimwili, anatamani ufanikiwe kwenye uchumi, lakini roho yako isisahaulike mbele za Bwana ali hai. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Na ndio maana wapendwa wengi wale wa zamani, kuvaa suti kama alivyovaa mchungaji na mkuu wa jimbo ni dhambi. Kuvaa kiatu kizuri ilikuwa ni dhambi. Kuendesha gari nzuri ni dhambi. Lakini niko hapa kuambia neema ya Mungu iliyofunuliwa kwako
inataka ufanikiwe kwenye mambo yote. Ufanikiwe kwenye uchumi, ufanikiwe kwenye biashara, ufanikiwe kwenye afya, lakini roho yako isisahaulike mbele za Bwana. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo ninachokuombea na mimi, ufanikiwe kwenye mambo yote. Unakutana na mhubiri zamani, baba mchungaji, anahubiri injili bani sokoni au njia panda. Ukimwangalia tu alivyovaa kuanzia mwanzo mpaka chini, na anakuambia njoo kwa Yesu bwana, kwa Yesu kuna raha, njoo kwa Yesu kuna raha. Lakini ukimwangalia alivyovaa tu, unasema kama kwa Yesu pako namna hii na kuna watu wamechoka namna hii, chuki nichukie, moyo wangu niachie. Lakini niko hapa kuambia mapenzi ya Mungu ufanikiwe kwenye mambo yote. Na wapendwa wengi wamefanikiwa kwenye kuomba, wamefanikiwa kwenye kufunga, uchumi uko sio. Alafu tunakuja tunasema, unamwambia mtumishi wa Bwana, tuna sadaka hapa, tuna semina ya kupeleka injili, na ameokoka na kwa lugha na anafunga, toa sadaka. Unasikia anakuambia Yesu ni mambo yote, ndani ya yote nimempata yeye, huyu uliompata asili yake alikuwa ni mtoaji, asili yake alikuwa anafanya vitu vya kueleweka. Jina la Bwana libarikiwe, jina la Bwana libarikiwe. Hata huyo uliompata asili yake alikuwa ni mtoaji. Na ndio maana kwenye Yohana 3:16 anasema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee. Kwa hiyo asili ya Mungu aliye naye, tabia yake ni ya utoaji, na mapenzi ya Mungu anataka ufanikiwe. Anapokufanikisha kwenye uchumi, uweze kumkumbuka na utoe. Na ndio maana Kutoka 23 ule mstari wa 16 anasema, asiwepo mtu atakaye kuja mbele zangu mikono mitupu. Na ni maombi yangu mbele za Bwana, Mungu wa hii madhabahu akufanikishe, akuinue, akumbuke uchumi wako, ili wale watu wenye kiburi cha hela wakiinuka kuzuia, usiwaabudu, kwa sababu na wewe Bwana amekutendea muujiza. Haleluya, haleluya. Upokee uchumi ulio bora, na Bwana akumbuke maisha yako na uzao wako tena, katika jina la Yesu aliye hai. Haleluya, haleluya. Kwa hii neema itumie, sio neema ya kuomba tu, neema ya ufunuliwa inakataza kukataa ubaya na haki za kidunia. Anasema tukitarajia tumaini lenye baraka, ili Mungu akubariki. Tumia hiyo neema ya Bwana kuziendea baraka za Bwana, na Mungu wa hii madhabahu aponye uchumi wako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai. Wanaonielewa waseme amen, na wapiga makofi ya shangwe mbele za Bwana aliye hai. Kitabu kile cha Kutoka cha Kumbukumbu la Torati, Kumbukumbu la Torati ile sura ya 8 ule mstari wa 17 na wa 18. Kumbukumbu la Torati ile sura ya 8 mstari wa 17 na wa 18, Biblia inasema, hapo siseme moyoni mwako, nguvu zangu na uwezo wa mkono wangu ndio ulionipatia utajiri huo, bali utamkumbuka Bwana Mungu wako, maana ndiye akupae nguvu za kupata utajiri, ili afanye imara agano lake alilowapa baba zako, kama hivi leo. Na kile kitabu cha Nyakati wa Kwanza ile sura 29 mstari wa 12 na 13, Nyakati ile ya kwanza, kitabu cha Nyakati wa Kwanza ile sura ya 29, Nyakati wa Kwanza ile sura ya 29 ule mstari wa 12 na ule wa 13, Biblia inasema hivi, utajiri na heshima hutoka kwako wewe nawe watawala juu ya vyote, na mkononi mwako mnaweza na nguvu, tena mkononi mwako mnakuwatukuza na kuwawezesha wote. Basi sasa Mungu wetu, twakushukuru kwa kulisifu jina lako tukufu. Kwa hiyo Mungu anapokupa neema ya kutembea kwenye neema hii aliyoachilia,
lengo lake afanikishe uchumi wa kwako, lengo lake ainua uchumi wa kwako na akupeleke, akuketishe kwenye kiti chake cha enzi ili kukuondoa kwenye roho za mateso ya kuombaomba. Na nimeona wapenda wengi kwenye kuomba wako sahihi, kwenye kufunga wako sahihi, lakini wakikwama kwenye uchumi lazima waende kwenye fedha. Bwana, naomba nikopeshe mahali, lakini Biblia imesema hautakopa wewe bali utakopesha. Kwa hiyo unapokwenda kwenye kukopesha, ni maombi yangu mbele za Bwana akuinulie uchumi ulio bora sana, ili anapokubariki ujue kwamba hapa hakuna mkono wa mwanadamu yeyote uliofanya haya, bali ni mkono wa Mungu aliye hai. Na mkono wa Mungu aliye hai ulio kwenye madhabahu hii uinue uchumi wako na kubariki na kulikuza jina lako, uitwe heri. Haleluya. Ongeza kile kitabu cha Mithali sura ya 3 ule mstari wa 16. Kitabu cha Mithali ile sura ya 3 na ule mstari wa 16. Na watu walisema tunakimbia sana na kimbizana na muda, lakini twende taratibu, tutafika mahali ambapo Mungu akusitufike. Jina la Bwana libarikiwe. Mithali 3 ule mstari wa 16 anasema, ana wingi wa siku katika mkono wake wa kuume, utajiri na heshima katika mkono wake wa kushoto. Utajiri na heshima katika mkono wake wa kushoto. Na ni maombi yangu mbele za Bwana, Mungu akuletee utajiri. Na ni maombi yangu mbele za Bwana, Mungu aboreshe uchumi wa kwako, ili unapobarikiwa na kuinua kiuchumi na kustawi, walio kusema vibaya wajue kabisa iko neema ya Mungu iliyofunuliwa kwako. Na wengine inawezekana kwa sababu hauna hela, wewe ni maskini, wamefuta mpaka na namba yako kabisa, lakini majira nakuja ambayo wataitafuta, iwe ni kwa Facebook, iwe ni kwa WhatsApp, iwe ni kwa TikTok. Kwa nini? Neema ya Bwana iliyo kwenye hii madhabahu itaenda moja kwa moja kufufua uchumi wa kwako. Hata kama ulikufa, hata kama uko ICU, huyu mama aliyokuwa na madeni alipomwendea Elisha, ni kama leo tunamwendea mkuu wa jimbo hapa, tunamwambia tuna madeni, tunadaiwa. Anamwambia chukua chupa, nenda kaombe, vyombo vitupu, uingie ndani ujifungie wewe na wanao. Na mafuta alipojaa, anamwambia haya, nenda kauze mafuta haya ulipe deni yako, na aliyosalia uyatumie wewe na watoto wako. Moja kwa moja akalipa deni. Kwa neema ya Mungu ikiwepo, usiwe na sababu ya kutoa uzuru kwamba Bwana najua mimi ni mtumishi, siwezi kufanya kazi, siwezi kwenda kuuza mafuta. Nenda kauze. Hata Yesu alikuwa mfanya kazi. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Tusogee mbele. Mkabidhi Mungu uchumi wako ili awe Mungu mwamuzi na mfanya sheria kwenye uchumi wako pamoja na uzao wako, kwa kukufa bidii ya kufanya kazi. Mkabidhi Mungu uchumi wako ili awe Mungu mwamuzi na mfanye sheria kwenye uchumi wako pamoja na uzao wako, kwa kukupa bidii ya kufanya kazi. Kwa kukupa bidii ya kufanya kazi. Kile kitabu cha Luka ile sura ya 5, kitabu cha Luka ile sura ya 5, kitabu cha Luka ile sura ya 5 mstari wa 2 hadi ule wa 11. Kitabu cha Luka ile sura ya 5 mstari wa 2 hadi ule wa 11. Kitabu cha Luka ile sura ya 5 mstari wa 2 hadi ule wa 11. Luka sura ya 5 mstari wa 2 hadi ule wa 11. Acha tuanze mstari wa kwanza. Anasema, ikawa makutano alipomsonga wakisikiza neno la Mungu, yeye alikuwa amesimama kando ya ziwa Genesareti, akaona vyombo viwili vimekaa kando ya ziwa Genesareti, lakini wavuvi wametoka wanaosha nyavu zao.
akaingia katika chombo kimoja ndicho chake Simoni, akamtaka akipeleke mbali kidogo na pwani. Akaketi akafundisha mkutano ali chomboni. Hata alipokwisha kunena, alimwambia Simoni, tweka mpaka kilindini, mshushe nyavu zenu mpate kumvua samaki. Simoni akajibu akamwambia, Bwana mkubwa, tumefanya kazi ya kuchosha usiku kucha, tusipate kitu, lakini kwa neno lako nitazishusha nyavu. Lakini kwa neno lako nitazishusha nyavu. Basi walipofanya hivyo, walipata samaki wengi mno, nyavu zao zikaanza kukatika. Wakampungia mkono washirika wao wale katika chombo cha pili waje kuwasaidia. Wakaja wakavijaza vyombo vyote viwili hadi vikataka kuzama. Simoni Petro alipoona hayo, alianguka magotini pa Yesu akisema, ondoka kwangu, kwa kuwa mimi ni mtu mwenye dhambi. Ondoka kwangu, kwa kuwa mimi ni mtu mwenye dhambi, Bwana. Maana alishikwa na ushangao, yeye na wote waliokuwa pamoja naye, kwa sababu ya wingi wa samaki aliyoupata. Na kadhalika Yakobo na Yohana mwana wa Zebedayo, waliokuwa sharika wa Simoni Petro. Yesu akamwambia Simoni, tangu sasa usiogope, tangu sasa utakuwa ukivua watu. Hata walipokwisha kuviegesha pwani vyombo vyao, wakaacha vyote wakamfuata. Wakaacha vyote wakamfuata. Kila kitabu cha Yohana ile sura ya 5 na mstari wa 17. Kitabu cha Yohana ile sura ya 5 na mstari wa 17. Yohana ile sura ya 5 na ule mstari wa 17. Jina la Bwana libarikiwe. Yohana ile sura ya 5 na ule mstari wa 17. Biblia inasema, akawajibu, Baba yangu anatenda kazi hata sasa, nami natenda kazi. Akawajibu, Baba yangu anatenda kazi hata sasa, nami natenda kazi. Haleluya. Kwa hiyo Mungu anapokupa neema ya kufanya kazi ili ainue uchumi wako, usija ukaleta uzuru ukasema, mimi ni mtumishi wa Bwana sifanyi kazi, mimi nimetoka kuomba sifanyi kazi. Kumbuka hata Paulo alikuwa ni mtumishi wa Bwana, lakini kazi yake alikuwa ni kushona mahema. Kwa nini? Ambacho alikuwa anatimiza ni kwamba Mungu anabariki kazi ya mikono yako. Na nimeona walokole wengi wamekwama hapo. Akiamka asubuhi, labda ibada ya mchungaji imeisha, tumemaliza ibada ya asubuhi na umetakia baraka za Bwana, yeye ndio kwanza anaanza, Bwana sehemu yangu, rafiki yangu wewe, katika safari yangu nitatembea na wewe. Tunajua kweli unatembea naye na unajua kuomba, lakini ibada imeisha, nenda kafanye kazi. Mungu hatabariki maombi, atabariki kazi ya mikono yako. Warokole wengi tumekuwa ni masikini kwa sababu ya roho ya uvivu. Haleluya. Alafu tunakaa nje sema, Bwana nasikia kwamba umebariki wengi, nami nakuomba sasa nibariki na mimi. Na anafikiri Mungu asikii, anaanza kumkumbusha, na mimi. Haleluya, ni bariki na mimi. Ni kweli atakubariki, lakini nenda kafanye kazi. Baba yangu anafanya kazi hata sasa, nami ninatenda kazi. Ndio maana kitabu cha Mithali 3 mstari wa 5, kitabu cha Zaburi ya 37 mstari wa 5 anasema, mkabidhi Bwana njia zako, pia umtumaini, naye atafanya. Hakuna muujiza rahisi hapa, nenda kafanye kazi. Mungu aliambia wana wa Israeli, mkishavuka mtaingia katika nchi inayotoa maziwa na asali. Alafu niulize swali, kuna asali ipi inapatikana bila nyuki? Kuna maziwa yapi
yanapatikana bila ng'ombe. Na walipokwisha kuvuka sema, muujiza wa kula mana na kwale umeisha, shikeni jembe mkalime. Na nimeona watu wengi wamekaa hapo wametumaini mafundisho ya mitume na kinabii. Pokea gari yako, I receive. Pokea nyumba yako, I receive. Hakuna muujiza rahisi hapa. Nenda kafanye kazi, Mungu atabariki kazi ya mikono yako. Mungu atabariki kazi ya mikono yako. Mhubiri sura ya 3 ule mstari wa 1 anasema kila jambo na majira yake lina kusudi lake chini ya jua. Wakati wa ibada fanya ibada, ibada imeisha, nenda kafanye kazi na Mungu abariki kazi ya mikono yako. Haleluya, 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 haleluya. Zaburi ya 90 mstari wa 17 anasema na uzuri wa Bwana Mungu wetu uwe juu yetu, na kazi ya mikono yetu utufanyie thabiti. Naam, kazi ya mikono yetu uithibitishe. Kwa hiyo ukitoka hapa nenda kafanye kazi, na Mungu ataithibitisha kazi yako, na kupitia kwenye kazi hiyo hiyo atainua uchumi wa kwako, atakubariki, atalikuza jina lako. Nenda kafanye kazi na Mungu atatembea pamoja na wewe, atakubariki katika kazi ya mikono ya kwako. Wanaonielewa sema amen, na wapiga makofi ya shangwe mbele za Bwana aliye hai. Haleluya, haleluya. Ongeza na Isaya 48 mstari wa 17. Isaya 48 ule mstari wa 17 na Zaburi 37 mstari wa 5. Isaya 48 ule mstari wa 17 na Zaburi 37 ule mstari wa 5. Zaburi 37 ule mstari wa 5. Mkabidhi Bwana njia zako, pia umtumaini naye atafanya. Zaburi ya 48 ule mstari wa 7. Zaburi ya 48 ule mstari wa 7, Biblia inasema hivi: yameumbwa sasa wala sitokea zamani, na kabla ya siku hii ya leo hukusikia habari yake. Usije ukasema tazama naliyajua, tazama naliyajua. Yameumbwa kama wewe ni mtumishi wa Bwana, umebarikiwa, lakini kuziendea baraka, kuendea uchumi ulio bora, unahitaji uingie kwenye mfumo wa Mungu aliye hai, ili anapotajirisha wengine akutajirishe na wewe. Anapoinua uchumi wa watu wengine ainue na uchumi wa kwako. Kumbuka wakati Simon Petro alikuwa mvuvi wa samaki, na ziwa la Genesareti lilikuwa linategemea au limebeba uchumi wa Simon Petro. Hawezi kusomesha mtoto, hawezi kuvaa nguo nzuri, hawezi kula nyumbani, isipokuwa ziwa la Genesareti limeleta majibu. Siku moja ameenda kuvua, na ana ujuzi wote aliopewa na baba yake na marafiki zake, lakini amekwenda kuvua, ziwa la Genesareti limegoma kutoa samaki. Yuko hapo asubuhi anaosha nyavu zake, na mimi atukuzwe Mungu Baba nilishafanya hiyo kazi, na kazi ya uvuvi inafanyika usiku. Hata nitoke hapa na wachungaji watumishi wa Mungu, tuende tuambie watumishi pale Mwanza, tuambie Bwana asema chukueni mitumbwi mkavue samaki mchana. Kwa teknolojia hairuhusu, lakini Mungu mwenye mifumo na teknolojia alipomwambia Simon Petro, naomba boti yako nihubiri habari njema, na Simon Petro akiwa amefanya kazi ya kuchosha, wale wavuvi wanasema yuko mwaloni, kule Dar es Salaam wanasema yuko beach, yuko mwaloni, akampa Yesu boti yake. Na Yesu wakati anahubiri injili kulingana na Marko sura ya 15 kwa na mstari wa 16, anasema enendeni ulimwenguni mote mkaihubiri injili kwa kila kiumbe, aaminia na kubatizwa ataokoka. Yesu alipomaliza kuhubiri injili, kumbuka samaki walikuwa hawajaokoka na hawajamjui Mungu, na ndio maana waligoma kuja kwa Simon Petro. Lakini waliposikia injili ya Yesu, na Yesu anaanza kuhubiri, anamwambia
Simoni, peleka mbali kidogo na pwani, mshushe nyavu zenu mvue samaki. Anamwambia Yesu, ungelijua tumefanya kazi ya kuchosha, kazi ya maumivu, hatujaambulia hata samaki wa mboga. Lakini anakumbuka kwamba anayezungumza naye ni Bwana wa yote, ni Mungu juu ya viumbe vyote. Wanapeleka boti mbali kidogo na pwani, mchana kweupe, jua la utosi. Wameweka nyavu, samaki wamo, samaki wamo. Wakaanza kuvuta, hao ni muujiza ni nini? Wamevuta wa kwanza, hao wanakuja, hao wanakuja. Wakajaza boti mpaka juu. Wakaambia labda Zebedayo, Yohana, Matayo, leteni boti nyingine, hii imejaa na karibia kuzama. Wakaja wakajaza na boti ya pili. Alipoona muujiza huo, anamwambia Yesu, ondoka kwangu, mimi ni mtu mwenye dhambi. Kwa nini? Alipata na ushangao kwa sababu Bwana amemtendea muujiza. Hata wewe kwako inawezekana Bwana akutendea muujiza nje na mfumo wa dunia, lakini kwa mifumo ya kwake ayafanikisha maisha yako katika jina la Yesu, na uchumi wako inuke tena katika jina la Yesu aliye hai. Fikiria, ndio Simon Petro amemwoa mke yuko Dar es Salaam. Alafu anakuja nyumbani asubuhi na mikono mitupu. Nivute kwako Bwana Yesu katika shida. Anamwambia, baba, mboga iko wapi? Anasema boti imegoma, hakuna samaki. Kama ni mjini, anamwangalia kuanzia chini mpaka juu. Anamwambia, kama wewe ni mwanaume unakuja nyumbani na huna mboga, wewe sio mwanaume suruali kweli? Niko hapa kuambia baba unanisikiliza, Mungu aponye uchumi wako, Mungu aponye uchumi wako. Mama unanisikiliza hapa, dada unanisikiliza hapa, Bwana aponye uchumi wako, ili iwe heshima nyumbani na ujibu maswali mengi ya kifamilia katika jina la Yesu aliye hai. Haleluya, haleluya, haleluya. Mungu wa hii madhabahu ambao umeikimbilia asubuhi, mchana na jioni bila kuchoka, aponye uchumi wako, aponye uchumi wako. Hata kama ulichekwa kwamba umetumbuliwa, vyuma vimekaza, hauna mbele wala hauna nyuma, niko hapa kuambia yajayo yanafurahisha, yajayo yanafurahisha. Bwana wa hii madhabahu atakufurahisha, atakusaidia, atakuinua, atakustawisha. Tena wanaonielewa waseme amen na apokee kwenye madhabahu ya Bwana aliye hai. Haleluya, haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Ukiona wamama wamekwenda saruni Jumamosi na saruni imewatendea haki, ujue kuna mahali baba amechana wallet na amejibu majibu ya kifamilia. Sione kina mama mpendeza hapa, wengine wamesuka dredi, wengine mawigi, wengine wamesuka wamenyoa kipilipili kama mimi na wameweka dawa kwa mbali. Ikifika Jumamosi, baba mkuu wa jimbo na mchungaji na Kembetwa, hakuna siku mbaya kwa wababa kama Jumamosi. Haleluya. Na mimi nikiwemo na ulokole wangu na utumishi wangu, hakuna siku mbaya ya wababa kama Jumamosi. Utasikia tu mama anakuambia, baba, unajua kesho ni Jumapili kweli? Sasa hapo usijifiri kama hajui siku. Anajua, anakukumbusha kwamba kichwa kinadaiwa kiende kwenye draya, kiende kusuka. Sije kamwambia nitakuombea. No, haviendi. Sije kamwambia nitakusomea kitabu cha Biblia, hakipo. Saruni hawataki tumabudu Mungu wetu, hawataki tenzi za rohoni, hawataki sijui misali ya waumini, wanataka hela. Si mngepiga makofi tu wa mama hapa na wasemea. Haleluya. Na ni maombi yangu mbele za Bwana kwa kweli, ukiona mama, hebu mama jipigia makofi. Hata kama una kipilipili kama cha kwangu,
Pigia Bwana makofi kwamba kuna mahali Bwana amekuonekania. Na ni maombi yangu mbele za Bwana aliye hai, atetewa Baba, ikifika Jumamosi tuwa na majibu ya kujibu. Sio unakuta kijana tu anakutana dada barabarani, amependa kama dada yangu mpendwa hapa, ana dread, dada I love you. Akijibiwa tu I love you tu, ametumbukia mzima mzima. Subiri ifike Jumamosi, ambie unajua baby baby asaliwa moyo sinyonga mkaliaini, nataka niende kusuka. Nitakuombea. Hakuna maombi hapa, tunataka hela. Haleluya, haleluya, haleluya. Kwa hiyo sema nitakuombea. Saruni hawataki maombi. Sasa subutu utoke hapa Jumamosi, alafu ende kwa saruni labda ya dada Witi hapa, mwambie sasa nimekuja unisuke, mimi ni mpendwa hapa Agape KKKT na bahasha yangu namba fulani, na ni Mkristo mwaminifu, naimba praise team. Alafu kae kwenye dryer akutengeneze we, wanatengeneza na nyusi, sio anapaka sina lip shine, si lipstick. Alafu amalize kutengeneza, umwambie nitaleta hela kesho. Ukirudi hapa kama mzee hajakuruta na manundu hapa, maana yake utapigwa. Saruni wanataka hela, hawataki maombi. Kwa hiyo ni maombi yangu mbele za Bwana aliye hai, afanikisha uchumi wako dada, afanikisha uchumi wako mama, ili unapotembea tembea mjini utembee kwa madaha, kwa kujidai. Yesu yuko moyoni, fedha iko mfukoni, akili iko kichwani. Haleluya, haleluya. Bwana ajibu maombi yako yote kabla ya Disemba kuisha. Wanaopokea wapokee, wanaopokea wapokee kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Jina la Bwana libarikiwe. Acha tusogee tena, tusogee. Mpe Mungu nafasi ya pekee na ya juu sana kwenye uchumi wako, ili awe mwamuzi kwa kukupa changamko la moyo na kutoa mahali ulipokwama kiuchumi. Mpe Mungu nafasi ya pekee na ya juu sana kwenye uchumi wako, ili awe mwamuzi kwako na kukupa changamko la moyo kwa kutoa mahali umekwama kiuchumi. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Kila kitabu cha Wafalme wa Pili tumeandika, tumesoma pale, lakini acha tuisome tena, tuiandike hapo. Wafalme wa Pili sura ya 4 mstari wa kwanza hadi ule wa 7, na kitabu cha Ayubu ile sura ya 22 na ule mstari wa 21 halafu na 25. Kitabu cha Ayubu ile sura ya 22 mstari wa 21 hadi 25 inasema hivi: mjue sana Mungu ili uwe na amani, ndivyo mema yatakavyo kujia. Halafu 25 anasema hivi: naye Mwenyezi atakuwa ni hazina yako, atakuwa ni fedha ya thamani kwako, atakuwa ni fedha ya thamani kwako. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Na ndio maana huyu mama alipokuwa anadaiwa madeni ya marehemu mume wake ambaye alikuwa ni mtumishi wa Mungu, alipopata hela, msiba wa machozi ukaisha, msiba wa kuomboleza ukaisha. Lakini kumbuka, amepoteza mume, my husband, nyonga mkaliaini, asali wa moyo, halafu anakutana na kibomu cha deni. Ndio mwanzo wa pressure, ndio mwanzo wa stress. Lakini alipopata muujiza wa chupa ya mafuta akayauza, alisema Mungu amejibu maombi yangu, acha raha nijipe mwenyewe. Na akamwambia kabisa, yaliyobaki nenda kayatumie wewe na watoto wako, kaangia chipsi, kaangia samaki, kaangia nyama, mwagilia moyo na Pepsi za kwako, raha jipe mwenyewe. Na Mungu wa hii madhabahu akupe changamko la moyo katika jina la Yesu, akutoe kwenye madeni ya kibenki, madeni ya finka, madeni si ya braki, akupe changamko la moyo na kuponya uchumi wa kwako katika jina la Yesu aliye hai. Wanaelewa, seme amen. Naye Mwenyezi atakuwa ni hazina yako, atakuwa ni fedha ya thamani kwako. Kwa
kwa lugha nyingine ataingia kwenye benki ya Mungu, ataenda kuinua value ya fedha ya kwako ambayo iko benki. Kule mjini kuna watu wa baba fulani, wakiamka asubuhi wao ni drafti, wao wanacheza bao, na ikifika saa 10 unaanza kusikia, dada naomba change, naomba change. Na ukifanya kosa ukampa change, umefanya kosa kwenye penalty box, lazima akuadhibu, lazima akuadhibu. Wamebeba maroho ya chuma ulete, hawafanyi kazi. Asubuhi tu ni drafti ni bao, ni drafti ni bao, wakiomba change tu. Siku moja gari yangu imeharibika, kwa hiyo nikapanda daladala. Akapanda baba mmoja, akanambia, mwanangu nauli hapa, nauli hapa. Yule conductor naamini alikuwa ni mtumishi wa Mungu na ameokoka. Akamwambia, baba panda bure usilipe. Hapana mwanangu, unalipa. Tumekupa ofa, wewe ni staff. Yule baba kituo kilichofuata alishuka. Kwa nini? Mwenyezi Mungu alikuwa ni hazina ya wale vijana, na akainua value ya fedha ya kwao. Na ni maombi yangu mbele za Bwana, kila anayefanya biashara akuepushe na roho ya chuma ulete, na ainue value ya fedha yako. Hata kama unafanya biashara ya mboga mboga, wakikuomba change, ombea hela yako, kwamba ule uzuri wa Bwana unainua value ya fedha, ukae kwenye utiisho wa Bwana aliye hai. Na Mungu aache hela yako inuke. Dada mmoja aliponisikiza nafundisha mahali, akiwa natoka kazini, akanitafuta akaniambia, mtumishi wa Mungu, nafanya kazi kwenye taasisi kubwa ya kidunia, na miaka ile mshahara wake unacheza kwenye milioni 2 na kitu, lakini huwezi kuamini, nikienda Shell nikajaza gari full tank, simalizi mwezi, na kabla mwezi haujaisha nakopa tena mafuta. Nikamwambia, hela yako na Mungu ikoje? Mungu anahusikaje kwenye hela ya kwako, kwenye uchumi wa kwako? Sema natoa fungu la 10. Nikasema kwa uaminifu. Sema siku moja tu bwana, nikisikia siku moja. Fungu la 10 siku moja, mwezi mmoja. Lakini anataka apewe comprehensive insurance ya muda wote. Haiwezekani. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo tukamwongoza sala ya toba, tukamwombea, na mwezi uliofuata akatoa fungu la 10, alafu akaambatanisha fedha yake na damu ya Yesu, na Mwenyezi Mungu akawa ni hazina yake, na akafanya fedha yake kuwa na thamani. Akaenda kwenye Shell ile baba mchungaji na mchungaji mwenza, akajaziwa mafuta. Wakati anatoa fedha, yule mwenye ile Shell akamtukana, akamwambia, toka na gari yako, toka, ondoka. Na amejaziwa mafuta bure na fedha yake ameondoka. Aliponyotoka pale, akanipigia simu, akaniambia, mtumishi, nimetukanwa leo na nimepewa mafuta bure. Nikamwambia, kumtumikia Bwana iko faida, kumtumikia Bwana iko faida. Lakini jiulize, miaka yote wale wenye Shell walikuwa wanachukuaje hela yule dada? Na siku ameenda amebatanisha hela yake na damu ya Yesu, na Mungu amekuwa ni mtunza hazina wake. Amewekewa mafuta bure, anakuja kulipa, amepewa na zawadi ya matusi. Nenda bwana, kwenda. Lakini si nimepata mafuta? Haleluya. Ni maombi yangu mbele za Bwana. Kuna wengine tumeachiliwa kwenye utajiri, lakini kuna mahali adui ametudaka juu kwa juu. Na ni maombi yangu mbele za Bwana, Mungu akuponye na kila roho ya chuma ulete kwenye uchumi wa kwako, na akuinulie msaada utakainua uchumi wa kwako na utajiri wa kwako kujie mara, katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu aliye hai. Kitabu cha Isaya 60 mstari wa 18 anasema, jeuri haitasikika tena katika nchi yako, ukiwa na uharibifu hazitakuwa mipakani mwako, bali utaziita kuta zako wokovu, na
na malango yako sifa. Bwana wa hii madhabahu akemee kila jeuri, iwe ni kwenye biashara, iwe ni kwenye kazi, iwe ni kwenye uchumi, iwe ni kwenye biashara, na kila maroho yatakayeinuka kuzuia uchumi wako, Bwana wa hii madhabahu ayakemee na kuyamanzisha kimya kabisa. Na ule mstari wa 11 ule sura ya 60 Isaya anasema malango yako nayo yatakuwa wazi daima, hayatafungwa mchana wala usiku, ili watu wapate kuletea utajiri, sio wa Tanzania, sio wa Burundi, sio wa Rwanda, utajiri wa kimataifa, utajiri wa kimataifa. Na ni maombi yangu mbele za Bwana, hata kama unasuka nywele, Bwana akuletee watu wa kimataifa. Unafanya mamalishe, Bwana akuletee watu wa kimataifa watakao kuletea utajiri, ili uinue uchumi wa kwako, watakao inua biashara ya kwako, ili uinuke kiuchumi katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu Kristo Mwokozi. Na kile kitabu cha Zaburi ile ya kwanza, Zaburi ile ya kwanza mstari wa kwanza hadi ule wa 3. Zaburi ile ya kwanza mstari wa kwanza hadi ule wa 3, Biblia inasema, heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki, wala hakusimama katika njia ya ukosaji, wala haketi barazani pa wenye mizaha, bali sheria ya Bwana ndiye mpendezayo, na sheria yake utafakari mchana usiku. 3 anasema, naye atakuwa kama mti uliopandwa kando kando ya vijito vya maji, uzao matunda kwa majira yake, wala jani lake halinyauki, na kila alitendalo litafanikiwa. Litafanikiwa. Toka kwenye mabaraza ya watu wenye midhaha, watu wenye umbea, watu wenye unafiki. Kaa barazani kwa Bwana, kila ulitendalo litafanikiwa, litainuka, litaangaza, litastawi, na kila alitendalo litafanikiwa. Unakuta labda ni mama anatoka kanisani, Mama Deo, njoo nikupe ubuyu wa leo. Yani ulivyomuona yule mwanakwaya Prestim, yani kaimba vibaya, kaimba vibaya, sijui amekosa mwimbaji. Alafu akija kanisani, rika shaka, baba naomba unisaidie niinuke na kuangaza kwenye uchumi wake. Toka kwenye baraza la wenye mizaha. Uchunguze moyo wangu, iwesa njia ipi ya umbea. Ni maombi yangu mbele za Bwana, upone kwa jina la Yesu wa Nazareti ali hai. Hii unapotoka hapa, utoke Mungu amekutengeneza tena, na ili abariki kazi ya mikono yako. Niko hapa kuambia, hata kama unaimba utabarikiwa, hata kama unasuka nywele utabarikiwa, na kila atendalo litafanikiwa. Haleluya. Sio kasema biashara hii ndogo. Hakuna ndogo kwa Mungu. Mungu anabariki kazi ya mikono yako. Mama mmoja Dar es Salaam alipokuwa anafuga kuku wa broiler, akaniambia, mtumishi wa Mungu, sijui kama nitatoka. Nikamwambia, Mungu atapitia kazi hii na atabariki maisha yako. Yule mama hakuamini na akawa mwaminifu, akatoa fungu la 10 na sadaka zingine. Majira yalipofika, akaanza kupanda tenda za mahoteli makubwa. Wanama, mama, leo tenda kuku 100, kuku 50, kuku 20. Akawa anatofautisha bunch ya 100 kila mwezi, bunch ya 100 kila mwezi. Tunapozungumza hapa, amenunua fuso, ana supply kuku kwenye mahoteli makubwa. Kwa nini? Na kila alitendalo litafanikiwa. Shida kubwa ya wapendwa wengi, tunataka tufanikishwe na umbea huko, na majungu yako, na unafiki huko. Haviendi namna hii. Lazima ukubali kuingia kwenye mfumo wa Mungu aliye hai, ili kila utendalo lifanikiwe. Ukilima ufanikiwe, ukifuga ufanikiwe, ukifanya kazi ufanikiwe. Toka kwenye baraza
la wenye mizaha, kaa kwenye madhabahu ya Yesu aliye hai ili akufanikishe ukiwa kwenye hii madhabahu, katika jina la Yesu aliye hai. Ngoja tumalizia mwisho tukaombe kwa muda mchache. Mtu umekimbia, tumeanza kuchelewa, lakini tutafika Mungu alipokusema tufike. Ongeza na hiyo kitabu cha Wafalme wa pili sura ya pili mstari wa 19 hadi 22 kwenye pointi hapo juu. Lakini tuendelee kusema pointi nyingine ambayo nasema Mungu akiwa mfalme na mwamuzi wa uchumi wako anataka akubariki. Mungu akiwa mfalme na mwamuzi wa uchumi wako anataka akubariki na kufanikisha ili upate faida na kukupa majibu uliyosubiri muda mrefu. Mungu akiwa mfalme na mwamuzi wa uchumi wako anataka akufanikishe ili upate faida na kukupa majibu uliyosubiri muda mrefu. Kile kitabu cha Misali sura ile ya 16 mstari wa kwanza anasema maandalio ya moyo ni ya mwanadamu, bali jawabu la ulimi hutoka kwa Bwana. Maandalio ya moyo ni ya mwanadamu, bali jawabu la ulimi hutoka kwa Bwana. Kitabu kile cha Mithali sura ya 8 mstari wa 17 na 18 anasema na wapenda wale wanipendao, nao wanitafutao kwa bidii wataniona. Na wapenda wale wanipendao, nao wanitafutao kwa bidii wataniona. Utajiri na heshima viko kwangu, utajiri udumuo na haki yake pia. Utajiri udumuo na haki yake pia. Na kile kitabu cha Ayubu 22, naye Mwenyezi atakuwa ni hazina yako na atakuwa ni fedha ya thamani. Alafu 28 anasema nao utakusudia neno na hilo neno litathibitika kwako, na mwanga utakuangazia njia zako. Hapo atakapokuangusha utasema kuna kuinuka tena. Hapo atakapokuangusha utasema kuna kuinuka tena, katika jina la Yesu. Na Mungu akuinue mtumishi wa Bwana ulioko hapa ili uziendee baraka za kwako. Muda unaotoa kwenye hii madhabahu, unakuja kwenye semina, unakuja kwenye morning glory, ongeza bidii tena, ongeza bidii tena. Bwana anasema na wapenda wampendao na wamtafutao kwa bidii watamuona. Na Bwana akuonekanie kwenye uchumi wa kwako katika jina la Yesu aliye hai, na utajiri ukufuate kama unavyomfuata Kristo. Utajiri kutumikia kama unavyomtumikia Kristo aliye hai. Haleluya, haleluya. Mhubiri sura ya 11 na mstari wa 5. Mhubiri sura ya 11 na mstari wa 5 anasema kama vile wewe usipojua njia ya pepo ni ipi, wala jinsi mifupa ikuavyo tumboni mwake mjamzito, kadhalika haujui kazi ya Mungu afanyaye mambo yote. Kadhalika haujui kazi ya Mungu afanyaye mambo yote. Kama wewe usipojua njia ya upepo ni ipi na mifupa ikuavyo tumboni mwake mjamzito, haujui kazi ya Mungu afanyaye mambo yote. Anaweza kubariki leo, akubariki kesho na kesho kutwa na mtondogoo na mwezi ujao na mwaka ujao. Kama wewe usivyojua njia ya upepo ni ipi na njia za Bwana hazichunguziki, hazichunguziki. Bwana akubariki sawa sawa na neno la kwake kwenye hii madhabahu. Wanaopokea waseme amen na wapige makofi ya shangwe mbele za Bwana aliye hai. Simama na miguu yako miwili. Simama na miguu yako miwili. Shika sadaka na dhabihu kusudia kumtolea Bwana katikati ya jioni ya leo na jioni hii ya jua kupunga. Bwana Mungu uliye hai, wewe ni Mungu mwenye nguvu zote. Tunakushukuru, tunakutukuza. Uliyesema na kanisa lako wazi wazi, watu wako na kuja kutoa sadaka, naomba Bwana upokee na upokee mahitaji yao ya kiuchumi, ya kibiashara, kikazi. Wainue kwa viwango vya kwako Mungu uliyeziumba mbingu na nchi, katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu. Heshima yote Bwana, utukufu wote ukurudie, maana Mungu umefanya na umetenda, katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu. Na kila mwenye pumzi aseme amen. Karibu tumtolee Bwana, karibu tumtolee Bwana. Praise team karibu. Praise team karibu. Mungu akubariki ndugu yangu mpendwa, umenitia moyo sana. Barikiwe mno.
amefanya, amefanya, Mungu amefanya, amefanya, Mungu amefanya. Haikuwa rahisi ajili zetu, amefanya Mungu, amefanya, amefanya Mungu, amefanya, amefanya Mungu, amefanya. Haikuwa rahisi kwa akili zetu, amefanya Mungu, amefanya, amekuwa rahisi kwa ajili zetu, amefanya Mungu, amefanya. Haikuwa rahisi kwa akili zetu, amefanya Mungu, amefanya. Ukiwa umesimama, naomba usimame tu na maombi muda mfupi kwa dakika ambazo zimebaki. Tunatamani tumpate Yesu na ufike nyumbani kute kuna kisirani na kichefuchefu. Jina la Bwana libarikiwe. Simama, nyosha mikono, mikono yako mbele za Bwana. Nyosha mikono miwili mbele za Bwana. Bwana Mungu, wewe ni Mungu li hai. Una uwezo wa kubariki watu na kuinua watu. Una uwezo wa kumtoa mtu mavumbini na kumketisha kwenye ufalme wako. Watoto wako wameinua mikono ikiwa ni ishara ya kujiachilia kwenye hii madhabahu. Ninaomba nguvu za Bwana ambazo kwenye hii madhabahu zipite kwenye hiyo mikono ambayo mapepo na maroho ya giza yalinajisi mikono yao. Na wengine wanadamu walipita na kwa mikono wakachukua uchumi wao, wakachukua utajiri wa kwao, wakachukua kibali cha kwao. Nami naomba mkono wako Bwana upite kutakasa hiyo mikono na kuitoa kwenye urithi mbaya, mapepo ya kimasikini yaliyokaa kwenye hiyo mikono, hiyo kamba ya udhalimu, wa ukuta uliozuia mikono ya kufanikiwa. Toka kwa damu ya Yesu aliye hai, toka kwa jina la Yesu. Kila ufalme wa giza na matamko ya giza na matamko ya kuzimu, matamko ya kiukoo, zuio la kifamilia, zuio la kiukoo, nguvu za giza, toka, achia hiyo mikono, toka, achia hiyo mikono, toka, achia hiyo mikono. Baba, naruhusu nguvu zako zipite juu yao. Kibali kilichoibiwa, heshima iliyoibiwa, utajiri ulioibiwa, kazi iliyoibiwa, hela zilizoibiwa, zirejee sasa kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Pepo la ufilisi, pepo la kutafanya, toka, toka, achia, toka, achia, toka, achia, toka, achia, toka, achia ya mikono yao, achia mikono yao, achia kazi zao, achia biashara zao, achia uchumi wao kwa damu ya Yesu Kristo aliye hai. Baba, unabariki watu wako na kuinua watu wako wapo kwenye hii madhabahu. Wanapotoka hapa Bwana, jina lao liandikwe upya, biashara yao iandikwe upya, kibali chao kirejee tena kwa damu ya Yesu. Ule uso wako letembea na Musa, utembee na watumishi wako, na uzuri wa Bwana Mungu uende kwenye kazi zao. Thibitisha kazi zao za mikono, na kila walitendalo mfalme likafanikiwe. Tumewabariki, tumewaombea wakainuke na kuangaza na kustawi tena na kuinuka tena. Kibali cha Bwana Mungu kiende pamoja na wewe. Mungu ainue uchumi wako katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, na kila mwenye pumzi aseme amen. Hebu mpe Yesu makofi mengi mengi ya shangwe, makofi mengi mengi ya shangwe. Tutakuwa na maombi kesho ya muda mrefu. Mwalika na mwingine, na wewe mtu aliye kwenye TV online kutoka hapa KKKT Agape Kahama, tutakuwa na maombi muda mrefu. Mueleze Bwana mahali unakopitia. Alika na wengine ili nyumba ya Bwana ikapate kujaa, na Mungu aina uchumi wako tangu sasa na hata milele, katika jina la Yesu Kristo Mwokozi. Amen. Amen. Naomba upokee sasa baraka za Bwana ili unapotoka kwenda nyumbani, baraka hizi zote ziwe pamoja na wewe, uwepo wa Mungu ukae pamoja nawe, na nikukaribishe morning glory lakini pia jioni. Bwana Mungu akubariki, akulinde
Bwana Mungu akuangazie nuru za uso wake na kufadhili. Bwana Mungu akuinulie uso wake akupe amani yake. Bwana na akubariki utokapo, Bwana na akubariki uingiapo, katika jina lake Mungu Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Mungu awabariki sana. Niwatakie jioni njema na yenye baraka. Tukutane kesho pia. Enendeni kwa amani. Wazee wa kanisa, waombaji na wahudumu, karibu baba mdiakonia, karibu tusaidie hapa mbele. Nikufahamu, nikuelewe, nikufahamu, nikujue, nikufahamu, nikuelewe, nikufahamu. Tusogee tumshukuru Mungu. Waombaji, wazee wa kanisa, waimbaji wote tusogee hapa tumshukuru Mungu.